subscribe to my channel and also press this bell icon. Imaliza salama safari yetu ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Pamoja na kwamba tumeimaliza safari yetu bila kutimiza malengo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu imemalizika salama. Tumemaliza tukiwa na matumaini ya kwamba timu yetu walau imepata mabadiliko kidogo. Tumepata alama 3 katika michezo yetu yote ya mwisho ambayo tumecheza, kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ilikuwa tukiingia uwanjani tunapoteza, lakini walau baada ya kufanya mabadiliko 2-3 kwenye timu yetu, walau timu imepata uhai na imebadilika, na ndio maana haishangazi kuona katika mechi za mwisho tumeweza kuvuna alama kwenye kila mchezo. Kwetu sisi inatia faraja kwa sababu timu ya mpira wa miguu haiishi kutengenezwa na kujengwa. Kwa hiyo msimu huu umekuwa ni msimu mbaya kwetu kwenye upande wa kimatokeo kwenye ligi ya mabingwa Afrika, lakini inatia matumaini ya kwamba kwenye ujenzi wa timu yetu inaonesha ishara njema ya kufanya vizuri hasa kwa msimu unaokuja. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yoyote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza, walau tushinde mchezo moja. Ni aibu na fedheha ya timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo 6 bila kushinda hata mchezo moja. Ilikuwa ni aibu ya karne kweli kweli. Lakini tulihitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Msimu huu tumecheza michezo 5 katika uwanja Benjamin Mkapa na hatujapata ushindi hata mchezo moja. It was very poor record ambayo ingewaendelea kuwaumiza mashabiki wetu, lakini kama haitoshi ingewafanya mashabiki wetu wasiuamini tena uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kushinda hii leo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwarejeshea matumaini na imani mashabiki wetu ya kwamba tukiwa na timu nzuri tunaweza kushinda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko, dirisha dogo la usajili, na wakaja watu kuja kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa kwa Mkapa hatoki. Umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya familia. Vipi, uko fresh bwana? Sijakuona siku nyingi mwanangu. Basi unyama mwingi. Anicet Oura, unajua kuna wakati unachanganyikiwa kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo. Unaweza kusema, yani wakati unataka kusema Anicet Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kuna Libase Gay naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libase Gay, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin Mwemba, naye ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba Jospin Olemba ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina Jibril Kasali Tanja mlinda mlango Mamadu, naye ni usajili bora kweli. Wakati unataka kusema okay basi Fabilahi Tanja ndio anatoka jasho. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba nakapenda kapole katulivu kenye msikaharibu msikaharibu, kacheni kufanya kazi kwa utulivu. Sawa mama, ukiwa una jambo lolote unishirikishe, tunalitatua. Sawa, mimi ni waandishi wa habari wa kike. Kwa hiyo bwana, wakati unataka kusema nani yule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana kumbe Simba ina Nixon Kibabage, unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Babage na usajili bora na kila kitu, tunakumbuka
kumbe timu ya Chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unaacha. Kwa hiyo bwana, lakini ukisema wakati usajili bora kwa upande wa tafiti nayo unachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi na waandishi wa habari mkafanye huo utafiti katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika, yupi amefunga magoli mawili kwenye mechi bora kwa upande wa cheza. Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasali Tanja Mamadou, mlinda mlango, amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa. Ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa goli kipa bora kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase Geye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema tu ya kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Ahmed, katika wawakilishi ambao walikuwa wanawakilisha, tumalize ya Simba kwanza. Ndio huko naenda. Katika wawakilishi ambao basi unazunguka sana. Twende. Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiwakilisha bendera ya Tanzania. Lakini kwenye michuano hii ilibaki sasa imekwisha kutoka nje. Bila majirani zenu wanaonekana kesho pia wanacheza. Pengine labda mnatamani kuona na nyinyi pengine kama ambao mlikuwa waanzilishi kwa kusaidia baadhi ya vilabu vingine kupata nafasi ya michuano ya kimataifa, muendelee kubaki nyinyi wenyewe na wala si timu zingine kuja kuweka rekodi nyingine mbele yenu. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumeshazoea mechi kama hizi, muda kama huu lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo finali. Lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti, na mimi kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya robo finali. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuambia wana Simba kwamba hili tulichukulie kama tukio la kimpira wa miguu, na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza, tunakubali